sisi tunaamini kwa juhudi zinazofanywa na serikali yetu mpaka kipindi cha 24-25 tutakuwa tumemaliza tatizo la umeme. Litakuwa limemalizika. Na umeme kwa kadri tunavyoendelea, kama mmeona juzi naibu waziri mkuu alikuwa safarini Kenya, tayari amekwisha anza na kutafuta soko la kuuza umeme nje. Uwezo mkubwa tunao pindi mitambo yote 9 itakapoweza kufanya kazi. Umeme unakatika maeneo ya kaskazini huko, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini, ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika. Tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uungwe kanda ya kaskazini na wananchi wafaidi na umeme. Kwa tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika kila pahali. Vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji na umeme wa kutosha tunaununua unaingia, ili kazi za maendeleo ziendelee. Na umeme wa serikali wa nchi mkianza kupangiwa na watu wengine, mumekwisha. Watafika siku moja watasema leo umeme tunauzima, na ninyi mnajenga treni ya umeme. Maana yake watu hawatasafiri. Wanaweza wakaamua leo umeme huu tunaupandisha bei, au leo umeme tunauzima, hata kwa kutafuta visingizio vingine. Maana yake viwanda vyote mlivyovijenga vitasimama. Kwa hiyo katika swala la umeme, ndugu zangu wa Tanzania, ninachowaomba tushikamane. Tumeamua kujenga uchumi wa nchi yetu. Inawezekana tutapata matatizo kidogo, lakini ni lazima tusimame. Na ndiyo maana tumesema, tumeamua, na bunge limepitisha hii bajeti vizuri tu. Na ninasema kwa leo, kwa hadharani, kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu na kampuni ya Arab Contractors, hela ya kulipa advance payment ya 15% ipo leo, hata mkitaka kuchukua. Ipo hata leo, mkimaliza taratibu za kibenki na nini, mnapewa. Zipo. Hatuta default katika kulipa certificate zenu, kwa sababu tunajua mradi huu ni wa taifa letu. Tukiferi mradi huu, maana yake tumeferi kwenda kwenye nchi yenye neema, yenye maendeleo ya kuwaondolea shida wa Tanzania. Mradi huu umepigwa vita sana. Umepigwa vita sana. Kwa hiyo sishangai kama mawazo haya yalikuwa ya baba wa taifa tangu mwaka 70. Leo ndio tunakuja kuweka sahihi zaidi ya miaka 40 kitu. Nilijua matatizo waliokuwa wanapambana nayo. Kila mahali wana sababu. Kila mahali wana sababu. Tulipomega eneo kwa ajili ya utafiti wa uranium, walitoa haraka. Tulipotaka ka eneo ka 1.8% kwa ajili ya kujenga hydroelectric power, tunaambiwa environment. Lakini ni ukweli unaojulikana kwamba mkiruhusu watu kule, hasa Wasukuma ndugu zangu, waende wakachungia ng'ombe kule, hata miaka 15 haitafika. Poli lile litaisha. Kwa hiyo sisi tunafanya juhudi kubwa za kuliprotect, na ndiyo imekuwa juhudi kubwa ya nchi yetu. Tunawazuia watu wasiende wakakate kuni. Tunawazuia watu wasitengeneze mkaa. Lakini watakula kwa kupika na nini? Ni lazima tuwatafutie alternative. Na alternative ni umeme ulio wa bei nafuu.